tunataka haki, sawa, mimi nakubaliana na nyinyi, lakini kalimatul haqi urida biha batil, ili neno haki ndani yake kuna batili imejificha. Inawezekana nyinyi wenzetu hamna information nyingi, sisi ambao ni viongozi wa dini tunapata information, tunaambiwa nini kinaendelea, tunajaribu kuwa brainwash watu wetu muelewe, lakini nafika mahala mpaka watu wetu wanatukataa. Bwana nyinyi mashehe mnahubiri amani, mbona mhubiri haki bwana? Mbona mhubiri haki? Tunahubiri haki, tunaitaka haki, lakini je, hilo neno haki mnajua kama kuna batili ndani yake imejificha? Sasa Kenya ni katika miongoni mwa watu wanaofanya sabotage ya nchi hii kwa sasa hivi kupitia hiki wanachokiita, na hizi chokochoko hazikuanza leo. Yani hapa imepatikana sababu tu, ndio maana mnaona media zinaripoti mambo ya ajabu ajabu. Ajabu ni kwamba media za Kenya ndio zinatumika kurusha mambo ya ajabu ajabu huko duniani. Media za Kenya ndio zinatumika. Sasa ukitazama kwa makini unaona kabisa kwamba ni watu ambao walikuwa na agenda wanaitafuta. Leo watalii hakuna Zanzibar, na Zanzibar pato lake la taifa Zanzibar inategemea kwenye utalii. Maana yake utalii ukiwa hakuna, fedha ya kigeni haiwezi kuingia Zanzibar. Hiyo ni shida tayari imeingia. Maana yake tayari maadui wamepata nafasi ya kupenetrate, wameingia na wanafanya sabotage kwenye uchumi wa nchi. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, Kenya tuna ushindani nao kwenye issue za utalii. Nyinyi mnajua mlima Kilimanjaro upo Tanzania na Kenya. Mnajua Masai Mara ipo Kenya. Mnajua Serengeti mbuga tumeshare na Kenya. Watalii wakija huku maana yake pato la taifa linakuwa kubwa zaidi. Wakenya wakati mwingine tunawazidi katika sekta ya utalii. Leo watalii hawaji Tanzania, wanakwenda Kenya. Kwa sababu gani? Wanahubiri kwamba Tanzania hakuna amani. Wanachukua video clip wanazirusha huko duniani. Watalii hawawezi kuja.